za upande wa pili, mahakama isikilize na iamue iwapo inaona inafaa kuzuia kwa muda kufuta usajili kwa kanisa na au kanisa kuruhusiwa kuendelea na shughuli zake, wakati rufaa kwa mujibu wa sheria inachakatwa na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, kwa sababu bahati mbaya sheria haijaweka ukomo kwamba waziri anachukua muda gani kuamua rufaa. Anaweza sheria yani anaweza kukaa mwaka mmoja, miaka miwili. Kwa hiyo tunasema kwamba mahakama ni kwamba sasa hatujui kwa wakati anachakata rufaa, hebu mambo mengine yaendelee. Akiona rufaa yetu haina mashiko, tutajua mahali pa kwenda. Akitukubalia basi tutakuwa tumerudi na hakuna hasara inopatikana. Sasa wakati tuko mahakamani, kama nilivyosema, tarehe 4 kesi tumeifaili, tarehe 6 tukaitwa. Inaonekana tarehe 6 hiyo labda wakati tuko mahakamani, kwa mkono wa waziri wa mambo ya ndani tuliandikiwa barua, ofisi yangu ya mawakili iliandikwa barua yenye kichwa cha habari rufaa ya kupinga uamuzi wa msajili wa jumuiya za kiraia wa kulifutia usajili kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Nitasummarize tu. Mheshimiwa msajili anasema ameshindwa kuendelea kushughulikia rufaa yetu kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza, anasema kwamba rufaa ilipaswa ipitie kwa katibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini yenyewe imekwenda moja kwa moja kwa Waziri wa Mambo ya Ndani. Well, tutasema baadaye hoja hii tulijibu kirahisi tu kwamba okay, at the end of the day vyovyote itakavyokuwa, si rufaa iko mbele yako. Yani does it real matter kwamba umealikwa katika ripoti hii ya wakili, uongozi umesema ingilia mlango huu, ukaingilia kwa mfano, hata kama ingekuwa kweli ukaingilia mlango ule, hiyo inatosha kusema kwamba toka usisikilize ripoti ya wakili. Kwa ni kitu ambacho kuna barua tumemjibu, tumeeleza kwamba hiyo sio hoja kabisa. Ya after all yeye mahali ambapo labda kanuni zinasimamiwa sana namna ya kuingia na kutoka ni mahakamani, sio kwenye hizi vyombo vingine vya kugawa haki. Lakini mimi nasimulia majibu yake kama alivyo jibu. Hoja ya pili sasa, ambayo ndio nataka wote tuwe makini kidogo, kwa sababu ni ambayo sasa kuna watu ambao baada ya kusikia kama hawana hii barua huko, hawa wafanya maamuzi na watekelezaji kama hawana hii barua, basi katika aya ya pili anasema hivi kwamba barua inayodaiwa kuwa ndio msingi wa rufaa ni barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara, hasa kwa kuzingatia kuwa barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia. Hivyo ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya sura ya 337. Hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church au kanisa la Ufufuo na Uzima, wakati mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Narudia tena. Inasema hivi kwamba barua inayodaiwa kuwa ndio msingi wa rufaa ni barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara, hasa kwa kuzingatia kuwa barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia. Ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya, yani Societies Act sura ya 337. Hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church, almaarufu kama wenyewe alivyoandika kanisa la Ufufuo na Uzima, wakati mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Kwa yoyote mwenye akili ya kawaida, kwa yoyote ambaye anafahamu sheria hata kidogo tu, tayari anaona hapa kwamba wale wote, bila kuingilia hoja zilizoko mahakamani, maana sisi mawakili tunabanwa na kanuni fulani za kimaadili, bila kuingilia hoja ambazo zilizoko mahakamani, swali ambalo linapaswa lijibiwe na hao waliokwenda kufunga makanisa yetu au yenu, hao ambao wamejitokeza na kutamka hadharani kwamba wanatekeleza amri ya serikali ya kufuta kanisa. Wao hiyo amri imetolewa, ambao wanaitekeleza ni amri hipi? Ni hii ambayo inasemekana sio halali kwa kuwa haijasainiwa, au ipo nyingine?
Kama ipo nyingine, tunawaalika wajitokeze hadharani waishie na umma na watuambie hiyo barua kwa nini mpaka leo haijafikishwa. Lakini pia barua hiyo, mtu anayesimamia rufaa mwenye wizara yake anasema barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia, hivyo ni dhahiri. Kwanza anasema hivi, barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara. Sasa huyo ambaye anafungia makanisa anafungia makanisa kwa kutumia barua hii ambayo haitambuliki na wizara au barua nyingine. Kama nilivyosema, nakuwa mwangalifu kwa sababu mawakili tuna maadili yetu, na kwa sababu kesi iko mahakamani kuna mipaka fulani si ruhusiwi kuivuka. Lakini majadiliano ya kisheria ndani ya mipaka ya staha yanaruhusiwa, na watu wanapoenda, wanaosikiliza, wanaokwenda huko, kuna mawakili wenzangu nao nawaalika wajaribu kulijadili hili kwamba hivi ni halali kiasi gani kwa makanisa ya Glory of Christ Tanzania Church kufungiwa kufanya shughuli zake katika context ya namna hii. Barua inasema kabisa kwamba kwa mjibu wa mkono wa huyu waziri wa mambo ya ndani kwamba kanisa lilofutiwa usajili, yani kwa mjibu wa hiyo barua hiyo ambayo kama nilivyosema inazunguka mitandaoni, na barua hiyo ndio ambayo watu wamejinasibu kwamba wanaisimamia. Mwenye wizara anasema kanisa lilofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church na sio Glory of Christ Tanzania Church. Kama nilivyosema awali, barua yenyewe inajielezea tu. Kwa hiyo kama kweli tungekuwa tunafuata sheria, bahati mbaya nimewaona watu kadhaa na wengine na waheshimu kabisa wakisema kwamba kuna amri ya serikali inatekelezwa. Nawaalika hiyo barua kama ipo tofauti na hii iliyozungumzwa kwenye barua hii ya waziri, basi barua hiyo washare na sisi ili tuishughulikie barua hiyo nyingine. Na kama kwa context hii haya ndio majibu, hiyo barua wanaoisimamia hebu wajiangalie kwenye kioo, wote wanaohusika wajiangalie kwenye kioo kwamba hivi ni halali kweli kufungia shughuli za kanisa katika maudhui kama haya. Yaani tena kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Kwa nini wasiende kutafuta kanisa la Glory of Christ Church ambalo ndio barua ilivyoandikiwa? Kwa hiyo kama nilivyosema, bila kuvuka mipaka ya kuna sisi kanuni yetu inaitwa sub judice rule kwamba swali kwa mahakamani hautaki kulichimbua sana mpaka mizizi yake, lakini jukumu langu ni jukumu la kuripoti na kutoa maoni yangu kwa wale walioniajiri kwamba maoni yangu ya kisheria juu ya kinachojiri ni nini. Na naamini kabisa kwamba kama sheria ikifuatwa, basi teke zote ambazo zimewekwa katika makanisa yetu zinapaswa ziondolewe kutoka tarehe ya barua hii. Lakini bahati mbaya uamuzi huo sio wa kwangu mimi. Na waumini wa kanisa hawawezi kushika marungu wakaenda kuwatoa pale. Na ndio maana kama nilivyosema awali, tumeajiriwa kufanya kazi ya kuonyesha vyombo vilivyoundwa kikatiba kwamba kinachofanyika ni uonevu wa hali ya juu. Lakini tupige moyo konde, safari kama hizi huwa ni ndefu kidogo, zinaumiza, zinachosha. Kama mimi wakili wenu, kama nilivyosema, unakimbizana, unapigwa simu na Reverend Baraka mpaka singine unashindwa kupokea kwa sababu nikipokea tokea dakika 10 muda wa kuandika makaratasi utaondoka. Unapiga simu 10. Yaani ni kazi ambazo hazikuwa na sababu kupeana. Kwa sababu kama nilivyosema, kwa barua hii tu ukiisoma kama ilivyo yani hakukuwa na sababu ya kufika hapa tulipo kabisa. Yani hakukuwa na sababu hata mimi kusimama hapa kuanza kuelezea haya. Ilitakiwa saizi mimi niwe nafanya shughuli nyingine na huko kanisani watu wanaendelea kuliombea taifa letu nchi nzima. Lakini sasa kwa Kiingereza wanasema it is what it is. Kwa katika aya 3 ambapo of course ameongea mambo ya kisheria kidogo, anasema kwamba malalamiko yamewekwa dhidi ya msajili wa jumuiya za kiraia. Yani kwamba imechanganywa terms, mara moja inazungumzia msajili wa jumuiya za kiraia na mara nyingine inazungumzia msajili wa taasisi za kiraia. Hii sio hoja, na tumemjibu kwamba
pote ambapo tulikuwa tunazungumzia neno la Kiswahili ambalo labda lina utata, tunaweka kwa Kiingereza kwenye mabano ili kama sheria, kwa sababu sheria imeandikwa kwa Kiingereza. Kwa mahali popote ambapo tulikuwa tunazungumzia hoja ya hata mimi unaona hapa kuna maeneo mengine nawazika kusema kwa Kiingereza ili nisije nikatoa tafsiri sio rasmi afu kachanganya watu. Kuna na seek safety kwenye neno la Kiingereza hata kama yani mtaona kama najifanyisha, lakini no ni makusudi kwamba after all kanisa lenu limesajiliwa kwa jina gani? Si la Kiingereza. Kwa hiyo sidhani kama hiyo ni shida kubwa sana. Kwa hiyo ndio barua, na Mheshimiwa Waziri anasema ameshindwa kushughulikia rufaa yetu kwa sababu hizo. Lakini nasisitiza kwa wale wote ambao wana macho na masikio, aya ya pili ya mheshimiwa barua ya Mheshimiwa Waziri, na bahati nzuri nimejiuliza sana hata leo kabla ya kuja hapa, nimepiga simu na mbili ofisini kwamba watu wangu waangalie ile bahasha ambapo barua ile iletwe, hapo kuna muhuri wa siri. Kwa hiyo nimeshare kwenu, na nilishare na viongozi wachache tu kwa sababu mbalimbali zikiwemo za kimkakati, lakini kwa nataka nijiridhishe barua hii uzuri haina muhuri wote wa siri, na ndio maana maudhui yake nimeshare kwenu. Manake kuna sheria mbalimbali kwenye nchi yetu, na wakili unapaswa kidogo uwe makini, especially wakili ambao unafanya mapambano ya aina hii. Sio kwamba ni kazi maamuzi mepesi kidogo, ni maamuzi mazito sana, ni basi tu. Kwa hiyo baada ya kupata hiyo barua tarehe 9, barua ilifika ofisini kwangu tarehe 9, na baada ya kufika tu ofisini kwangu tukaandika barua kwa msajili, kwa waziri, tukiomba kwa ujumla kwamba tunaomba atuthibitishie kwa maandishi iwapo barua hii ambayo nimeirejea sasa hivi ni halali na imeandikwa kwa mkono wake. Sababu zake ziko very obvious kwa mtu ambaye akili yake inafanya kazi kwa haraka, kwa sababu kuna barua ambayo watu wanasimamia, wamekamata watu wetu, wameweka tape, wamefunga, wamefanya press conference kusema si nini, baadaye watu wanakuja kuikana. Hii na yenyewe barua hii ambayo tayari inasema kanisa la Glory of Christ Tanzania Church lenyewe halijafutiwa usajili, na hiyo barua hawaitambui. Hii barua ni ya waziri kweli? Maana baadaye tena na yeye sija katoka mtu akasema hiyo sio ya kwetu. Kwa tumeandika barua nyingine tukiomba wizara ithibitishe barua hii kama ni kweli ni ya Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo barua tumeipeleka kwa email, na nafikiri physically pia watu wangu watakuwa wameshaifikisha. Lakini pamoja na hayo pia na katika barua hii tumesema kwamba kutokana na huu msururu wa huyu anasema hivi, huyu anakanusha hichi, hebu tupate clarity kuhusu hii barua ambayo inasemekana ni ya waziri, ni ya kwake kweli? Hasa narudia kwa mara nyingine tena, hasa kipengele cha pili. Hichi kipengele hivi, hawa watu ndio wana tumetaka uthibitishwa kweli kabisa hawa walioyafanya waliyafikiria in the context ya hiyo kilichofanyika, au kuna swala lingine la ziada. Kwa ndio maana tumetaka uthibitisho. Tarehe 10 mwezi huu pia nikaandika barua nyingine nikimjibu Mheshimiwa Waziri on the assumption kwamba ile barua ni ya kwake kweli. Umeona tofauti ya wakili na mtu mwingine? Kwanza nimeomba uthibitisho kwamba barua ni ya kwako, nasubiri. Kwa sababu hii barua tutaitumia mahakamani na mahala pengine. Kwa tunasema usio kaziwa kanyaboya kwamba hebu thibitisha ni ya kwako sio ya kwako. Lakini at the same time kazi nyingine zinaendelea on the assumption kwamba ile barua ni ya kwake kweli. Kwa nikamjibu wa barua tarehe 10 nikipinga hoja zake zote alizozitoa kwenye barua, nikiashumu kwamba ile barua ni ya kwake kweli. Kwa nimemjibu tu kwa ufupi kwamba kama nilivyosema hivi, mkisema mlango wa kuingilia ni huu, mtu akaingilia pale bila kuleta fujo, mnaweza mkamfukuza kwenye kikao as long as ni muumini au kiongozi wa Glory of Christ Tanzania Church. After all, kwa nini waliipokea basi? Kama hoja ndio hiyo, wale walioipokea sio walisoma kajua ni rufaa, kwa nini waliipokea? After all, waziri sio mahakama kwamba ana namna yake ya kupokea hizo vitu, lakini mwisho si walipokea. Na tumemtajia hapo misingi ya sheria, overriding objectives na nini, kwamba hiyo sio hoja. Na tukasema kwamba kama tukamlazimisha, tumesema kwamba tunamtaka afanyie, maana amesema ameshindwa kufanyia kazi rufaa, hajatoa substantive decision. Sisi tumwambia tunakutaka utoe
uamuzi sasa wa hizo hoja tulizozitolea, ni kwamba usikimbie, kama neno hilo halitaudhi sana, usikimbie kimbia, nitoa hoja, jibu hoja yetu, na tutamwambia kwamba tutachukua hatua nyingine za kisheria kama hata jibu. Lakini kuhusu hii barua, kuhusu ile hoja ambayo nilisema ile ya kwamba barua haijawekwa saini na kwamba haitambuliki na wizara, tuambia pia haina mashiko. Tukamwambia kwamba ni wizara hiyo hiyo iliyopeleka jeshi la polisi kuzuia shughuli za ibada za wateja wetu na kuamuru kukamatwa waumini kadhaa, nimewataja kwa idadi yao, mnamo siku ya tarehe 2 Juni 2025. Sasa haiwezekani wizara moja, hata kama waziri hajatuma nenda kakamate, tunaashumu kwenye siku na vitu wanafahamu wenyewe, situational report. Lazima kila siku wanapeana hali ya usalama sefani iko hivi, tumekamata watu wangapi na nini kwa sababu fulani. Na swala la kukamata waumini au kufunga makanisa ya Glory of Christ Tanzania Church, hatuamini kwamba ni habari ambayo tunaisha kwa katibu kata. Hatuamini hivyo. Ni habari ambayo kwa kweli au uamuzi au utekelezaji ambao unafika kwenye ngazi kidogo za juu kidogo. Lakini hata wasemaji wenyewe wanaojitokeza ni wasemaji ambao bila kuwakosea heshima wengine, wasemaji wazito. Sasa tumemuuliza hapo mheshimiwa waziri, hawa ina maana sasa wao walikuwa yani walitoa wapi hiyo nguvu, ujasiri, na kwa nini mpaka kesho hawajazuiwa? Na kama nilivyosema, basi kama ile barua kwa sababu haijasainiwa na wizara haitambui, again toeni tape watu wasali. Ndicho tunachosema kwa tumemjibu tena waziri. Na tukamwambia pia kwamba kuhusu tofauti wa majina, mwisho wa siku ni kukosa umakini kwa mwandishi, wala sio kosa letu sisi. Lakini tunachojua ni kwamba mwisho wa siku Glory of Christ Tanzania Church haijawahi kufutiwa usajili. Kwa hiyo sasa tunarudi kwenye kusubiri upokelewaji wa hoja za upande wa pili. Maana wenzetu walikuwa wameomba mpaka leo tarehe 13 walete kiapo kinzani. Tarehe 13 inaisha saa 6 usiku kwa mjibu wa siku hizi kuna kitu kinaitwa online filing system, unafanya kwenye mtandao. Kwa kanuni tunasema inaisha saa 6 usiku. Kwa hiyo baada ya uamuzi kusoma, mimi nimeomba kwa jaji kwamba kuna matukio yametokea ziada ambayo tunaamini tunapaswa kupeleka taarifa za ziada kwa kiapo mahakamani. Kwa nimeomba mpaka tarehe 10 niliomba tarehe 16, lakini mahakama imesema ili kuepuka matatizo mara mtandao uko chini nini, imeongeza mpaka tarehe 17. Niliomba mpaka tarehe 17, lakini imeongeza mpaka tarehe 18. Jaji ameongeza siku moja kwa busara kwamba msije mkajibana sana halafu mkapata matatizo mkaja kunililia. Maana yake nini? Kwamba mimi nilikuwa naomba siku chache kwa sababu umati huu ni 0.0.01 ya watu ambao wanasubiri kwa hamu majibu na hawaombi kitu kikubwa. Hawaombi biskuti, hawaombi maji, wanaomba kwenda kusali. Kwa hiyo hilo jukumu mimi linanikereketa moyoni. Ndio maana nilikuwa nataka hebu nikimbie mbio mbio iamuliwe inavyoamuliwa alafu twende ngazi nyingine. Lakini kama nilivyosema wanasema kwa Kiingereza needs must, yani kwamba kwa hali ilivyo hebu tuwe na subira. Ndio maana tukapewa muda huo. Kuna wenzetu sasa upande wa serikali nao yale majibu yao yale, kwa sababu sasa watapaswa kujibu kiapo chetu cha awali na hichi cha nyongeza ambayo tutajaji faili tarehe 18. Kwa watajibu kwa pamoja, mzua nyongeza ya muda watajibu tarehe 25 kwa mmepasa siku 7 kutoka tarehe 18. Kwa wataleta hoja zao za kwa nini tusipewe amri za zuio dhidi ya IGP na hao wengine ili kulinda hadhi ya kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Na mimi tena nimejibana zaidi kwamba niliomba siku 2 mpaka tarehe 27. Nafikiri walikuwepo kina Reverend pale, niwaambia bwana wasije waumini wakaniua. Nilikuwa utani of course. Yani maana yangu haikuwa maanisha kuniua physical. Alikuwa anamaanisha kwamba kuna pressure kubwa, watu wana shauku, wana kiu. Yani watu sawa wanasali majumbani kwao na nini, lakini wanaposali kanisani ni tofauti. Kwa hiyo lakini jaji kwa busara akanipa mpaka tarehe 30 mwezi wa 6. Of course anaelewa kwamba wewe unaweza kuwa unaongea kwa pressure, lakini huyo akusaini anaweza kama mgonjwa au nini ukapata changamoto. Serious unaweza kwa sababu nitasaini siku 2 tu mtu akapata msiba kafiwa na mama yake. Utaanza kumkimbiza kwenye msiba sign. Kwa hiyo mpaka tarehe 30. Sasa tutarudi tena mahakamani tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2025 saa 3:30 asubuhi kusikiza yale maombi yale sasa ya pande zote mbili. Hoja zetu za awali na za ziada dhidi ya hoja zao na majibu yetu ya mwisho tutasikizwa tarehe 8 mwezi wa 7. Poleni sana. Poleni
sana. Lakini nilikuwa naongea na viongozi. Mimi ni wakili tu. Lakini kwenye muda wangu najitahidi kusoma na kuangalia vitu viwili vitatu. Kwenye filosofia ndogo tu nilimwambia kwamba hili kanisa ambalo limefika hapa, kuna watu walipata shida zaidi yetu au zaidi yenu. Kwa hiyo ibada ziko za aina mbalimbali. Kuna ibada hata ustahimilivu pia ni ibada, kutegemeana na mazingira. Kwa mazingira sasa hivi yanatutaka tufanye ibada ya uvumilivu. Kungekuwa kuna jibu la mimi kubonyeza kitufe ukutani kama unavyowasha taa ili watu wasali kesho walisalie taifa wakiwemo watoto wangu, mimi ningebonyeza kitufe wote mnisalie kwenye kanisa la Mbeya, la Iringa, la Dodoma, yote ya Dar es Salaam, yote 2000. Lakini mchakato uliowekwa na sheria ndio huo. Hatuna namna, lazima tuvumilie. Lakini nimeongea na viongozi kwamba tumepokea uamuzi leo, na sasa tutaona na baada ya kupokea barua hii sasa hii ya waziri hii ambayo inaikana ile barua ile. Make waziri kama nilivyosema, yeye amesema barua ile haitambui na sio halali. Si ndio jamani? Kwa hiyo kuna mambo ambayo sasa ni technical, siwezi kushare na nyie. Tutayafanyia kazi pia. Nimeongea na viongozi wa Mapinduzi kwamba Jumatatu na kesi ya Antipas Tundu Lissu Mughwai. Nikitoka naamini kuna vipande nitamalizia, kitu kipya kisainiwe, kifailiwe kutokana na barua hii ambayo inasema wazi kabisa kanisa letu halijaguswa na chochote. Kuna mambo mbalimbali ya kisheria ambayo nayafanya. Sasa kwenda kwenye details sasa hivi kwa sababu hapa tuko wengi. Huwezi kumwaga mchele kwenye kuku wengi. Kwa hiyo jamani, kwa ujumla yangu yalikuwa ni hayo. Pale mahakamani isingewezekana kuongea kwa utulivu na kwa wingi huu, kwa sababu tungeingilia shughuli za mahakama. Tungeonekana sasa, unaona hao ndio maana wamefungiwa. Au ndio maana umeelewa? Kwa ndio maana tukasema hebu tuandae mahali ambapo tutazungumza kwa utulivu, kwa busara, kwa nafasi, bila kudisturb watu wengine. Kwa hiyo namalizia kwa kusema kwamba nilikuwa naambia viongozi, uzuri ni kwamba kila mmoja anafahamu yanayotokea, kwa nini yanatokea, na hiyo tayari ni source ya nguvu ya kutufanya tupige moyo konde, tuende mbele. Kama nilivyosema, mimi sio mchungaji, sina karma ya